Mm, Asifiwe Mwokozi. Wapendwa, asubuhi ya leo nataka ninene na nyinyi pamoja kwa jambo moja, alafu tukaweze kuomba. Katika maisha ya mwanadamu kuna mambo mengi, na mambo mengi haya yanakuja kama mfano wa usingizi. Usingizi umekuwa na mambo mengi. Watu wengi walilala, wakaamuka, wakapata mambo ni yameharibika, wakapata wamepoteza vitu, wengine wakapata wamepata magonjwa, wengine wakapata vitu vyao vimechukuliwa. Leo hii nataka nikwambie, neno la Mungu linanifundisha kupitia katika Luka mtakatifu 8 mstari wa 23 hadi mstari wa 24. Nataka watu wa Mungu tujifunze kumwamsha huyu Yesu wakati kuna mambo unaona haijakuwa salama. Ni vizuri kumwamsha Yesu. Na utamwamsha kwa njia gani? Utamwamsha kupitia katika njia ya maombi. Wanafunzi wa Yesu walipokuwa wakisafiri naye kwenda ng'ambo nyingine, kuna turuba ilikuwa tufani kubwa sana ikawa juu ya bahari, vyombo ikaanza kuchota maji yakaanza kuingilia vile vyombo. Iliweza kwamba wanafunzi hawa wamwendee Yesu wakaweze kumwamsha ili akaweze kuwasaidia katika vyombo hivi, maana vilikuwa wako katika hali ya hatari. Lakini tunaangalia kumwamini huyu Yesu kupitia katika usingizi wa kumwamsha inaweza kukusaidia wewe, dada yangu, ndugu yangu, mama, mtoto ulipo. Nataka asubuhi ya leo utoke kwenye usingizi, maana mambo mengi yamepata watu wakiwa kwenye usingizi. Nawe ninakwambia kwa wakati huu, toka usingizi. Kuna vitu watu wamevipoteza. Watu walipoamka kwa usingizi, kuna vitu hawakuweza kuvipata. Kuna maana kwamba pia usingizi ina sehemu ambayo inachangia wewe kupoteza vitu fulani. Kuna usingizi unaweza sema maybe ni usiku au ni mchana. Kuna usingizi ambao wewe umelala kujisahau kwamba sasa wewe umefika katika maisha. Unawezaona uko na mali nyingi, una vitu vingi, una majumba mingi, una magari mengi, ukaona una vitu vya ajabu, nyumba nzuri, vitu vizuri, lakini ikafika kiwango kwamba kumbe huo ni usingizi. Wapo walidhania kwamba wako salama katika mashua hiyo, wanasafiri wako salama, lakini kumbe kuna shida wakati wa usingizi. Iliweza kubidi wakamwamshe huyu Yesu akatoka usingizi, maana yeye Yesu huyu ana uwezo na mamlaka wa kutuliza mawimbi juu ya maisha yako. Kuna mambo yamekuangaisha, kuna mambo yamekusumbua, magonjwa yamekusumbua, mali imekusumbua, mumelala njaa, school fees imekusumbua. Kuna vitu nyingi aina na aina zimeweza kukusumbua. Nataka kusema hivi mpendwa, asubuhi ya leo nataka uamuke kwenye huo usingizi na ukaanza kumuita huyu Yesu, ukamwambie mambo yako, maana meli yako ambayo uliingia ndani sasa imeanza kuzama. Inabidi ukamwamshe huyu Yesu asubuhi ya leo akaweze kumsaidia. Kuna wengi waliamsha madada zao, wakaamsha mandugu, wakaamsha majirani, hawakuweza kusaidika. Nataka nikwambie, utakapokumbuka huyu Yesu tu ndiye anaweza, wakati utamwamsha asubuhi ya leo, kuna mambo atakuwezeshea. Kuna mambo yalikuja akanifanyikia mimi, ni jamii ikanikataa, jamii ikanitoroka, jamii ikanichekelea, lakini wakati nilimkumbuka kuna Yesu ambaye nataka na nimuuzishe shida zangu, kuanzia mahali pale, wapendwa, ninaona maisha yangu ikiwa na nguvu, maisha yangu ikiwa ina afya, maisha yangu ikiwa inakubalika. Kwa nini niseme hivyo? Ndugu yangu, amka asubuhi ya leo ukaweze kumuuzisha Mungu kwa maisha yako. Ukitaka kujua uzuri wa kumwamsha Yesu, soma Luka 8 mstari wa 23 hadi mstari wa 24, na Mungu akaweze kubariki. Na ninaposema hivi, ndugu, jipe moyo,
Kuna mambo ulikuwa umekwenda vibaya. Kuna mambo ulikuwa umekosa tumaini ya maisha, umekosa tumaini la kuishi tena, umekosa tumaini la kupata. Umelala njaa, haujapata chochote, hauna pesa, hauna nyumba, hauna chochote, umechekelewa, umetupwa na jamii. Amuka sasa, ukamwite huyu Yesu, utaona kila anakufanyia. Sema haleluya na useme amina kama unanisikia, na uweze kuendelea kuomba katika jina la Yesu Kristo, mwana aliyesulubishwa msalabani, akafa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka, na hata wewe atafufua maisha yako na vyote ulivyovipoteza. Sema amina.